ni watoe hofu wananchi wa Tarime. Tume imejipanga vizuri na tume inashirikiana vizuri na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita hapa kwa ajili ya mambo mawili ambayo nataka niyazungumzie. Jambo la kwanza ni kuhusiana na tangazo la uchaguzi. Hili ni kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa kifungu cha 69 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024. Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Tarime mjini anawatangazia wananchi waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa: 1. Uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. 3. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. 4. Vituo vya kupiga kura vya magereza vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 9 kamili alasiri. Pamoja na tangazo hili, kwa kila kituo cha kupigia kura tumebandika taarifa zifuatazo. Kwanza, tumebandika karatasi ya mfano. Tumebandika mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Pili, tumebandika kwenye vituo vyetu vyote orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na 3, tumebandika orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Wananchi wote wanaombwa kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo watakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Muhimu, siku ya uchaguzi ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakayowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Tarime mjini. Lakini pia naomba nitumie fursa hii nisisitize mambo muhimu ambayo mpiga kura atapaswa kuyazingatia siku ya upigaji kura. Ndugu waandishi wa habari, mpiga kura anapokwenda kupiga kura siku ya uchaguzi tarehe 29 anapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Kama nilivyosema kwenye tangazo la muhimu la uchaguzi, cha kwanza, atapaswa kwenda kituoni. Anapaswa kwenda kwenye kituo alichopangiwa kupigia kura akiwa na kadi yake ya mpiga kura. Lakini pia wapiga kura watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale tu walioandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hii nimesema kwenye tangazo lililotolewa. Tunategemea wapiga kura wetu walijiandikisha. Tulifanya uandikishaji mwaka jana, pia tukafanya uboreshaji. Kwa hiyo tunategemea wapiga kura hawa lazima wale ni wale tu ambao walijiandikisha. Lakini pia mpiga kura akifika kituoni atatakiwa kupanga mstari miwili ya wanawake na wanaume. Naomba nisisitize kwa sababu tunategemea watu watakuwa wengi wanaotakiwa kwenda kupiga kura. Tukifika kituoni, utaratibu tulioweka ni kwamba kuwe na mistari miwili, mstari wa wanawake na mstari wa wanaume. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na karani mwongozaji wa pale kituoni. Lakini jambo jingine, mpiga kura anapokuwa kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na kina mama wenye watoto wachanga watakao kuwa na kituoni. Kwenye hili tunasisitiza, tumesema wenye mahitaji maalum wakiwemo akina mama wanaonyonyesha. Mama anayenyonyesha tunategemea kama ana mtoto mchanga atakwenda naye kituoni. Hatutegemei mama afike kituoni aseme mimi nanyonyesha na mtoto hayupo naye pale kituoni. Kama hajabeba mtoto atapaswa kufuata utaratibu wa kawaida. Apange mstari, ikifika zamu yake ataruhusiwa kupiga kura. Lakini kwa wazee, wamama wajawazito, wagonjwa, walemavu, hawa wakifika kituoni tutawapatia kipaumbele. Hawatapanga mstari. Akifika kituoni ataruhusiwa, ataingia ndani, atafuata taratibu zote, atapiga kura yake.
Lakini pia watu wenye mahitaji maalum wanaruhusiwa kwenda kituoni na wasaidizi wao. Kuna walemavu pia ambao hawezi kutembea. Lakini pia tuna walemavu wa macho, yeye haoni, anahitaji mtu wa kumuongoza ili aweze kufika kituoni. Hawa wanaruhusiwa kwenda kituoni, na tume imeweka utaratibu mzuri. Kwa mtu ambaye haoni, tuna karatasi maalum, tuna vifaa maalum. Kwa wale ambao wamepata hayo mafunzo, kuna vifaa maalum vya kumwezesha, atasoma zile taarifa, atapiga kura yake vizuri kwa vifaa maalum. Kwa yule ambaye hawezi kusoma na kuandika, atatafuta mtu ambaye anamwamini, atakwenda naye kituoni, atamsaidia kupiga kura. Naomba niwakumbushe wananchi kwamba kupiga kura ni haki yao ya msingi, na kutumia fursa hii ni wasisitize sana wananchi wa Tarime mjini wajitokeze kwa wingi kupiga kura kwa wagombea wanayowataka, au wachague viongozi ambao wanawahitaji kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyosema, uchaguzi wetu ni siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ni watoe hofu wananchi wa Tarime. Tume imejipanga vizuri, na tume inashirikiana vizuri na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba uchaguzi wa Tarime utafanyika kwa uhuru, kwa amani na utulivu. Niwahakikishie hakuna vurugu zozote kwa hapa Tarime, na pia vifaa vyote muhimu tumepokea. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi. Vituo vyetu vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi, tutavifunga saa 10 kamili jioni. Kwa jimbo la Tarime mjini tuna jumla ya vituo 224. Vituo hivi ni vituo vile ambavyo tulitumia kujiandikishia. Unaweza ukashangaa kwa nini 224? Wakati tunajiandikisha tulikuwa na vituo, lakini vile vituo vimegawanyika kulingana na idadi ya wapiga kura. Tume imeweka utaratibu, kila kituo kitakuwa na wapiga kura ambao hawazidi 500. Wakati tunaandikisha, kituo ambacho kimezidi wapiga kura 500 kinagawanywa mara 2. Lengo kuu ni kuwezesha wapiga kura kusiwa na foleni kubwa, lakini pia kuwawezesha kwamba kuanzia saa 1 mpaka saa 10 wote wamepata nafasi ya kupiga kura. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.